Tunaanza na ibada yetu ya siku ya leo ambapo tunaendelea na ujumbe wetu ambao tunasoma kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, na tunaendelea na mafunzo haya ambayo yanatupeleka undani wa neno la Mungu laini kwa laini, kama vile ambavyo Mungu alisema tuwe tunaangalia ili tunaweza kuelewa siri iliyofichwa katika maandiko ya Mungu. Kwa hivyo tukiangalia tunaona ya kwamba leo tunaangazia juu ya kitabu hiki sura ya 2, na tuliona vile wana wa Israeli wamefika pale katika tambarare ya Moabi na wamekaa pale vizuri, wanafunzwa na Musa, wanakumbushwa mambo ambayo Mungu aliweza kunakulu. Na sasa tuone vile ambavyo Mungu anataka kuendelea nao. Anasema ya kwamba tuangalie kuhusu wakati walitoka Kadesh kuelekea pale Moab, na tunaona ya kwamba Mungu aliwaambia ya kwamba wasiweze kuchokoza ama kupigana na watu wa Edom. Kwa hivyo wakipita kati yao kusiwe na vita, waweze kutulia na wasiweze kupigana. Kwa hivyo ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani. Sasa wamerudi kuingia jangwani ambako hawakuingia katika nchi ya ahadi kwa sababu ya wale watumishi ambao ni 12 na walioleta ripoti ambayo haikumpendeza Mungu, 10 kati yao. Kwa njia ya bahari ya Shamu kama alivyoniambia Bwana, tukawa kuizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Kwa hivyo wamerudi tena nyuma wakaenda katika milima ya Seiri, na unajua milima ya Seiri niliwaambia ni nchi ya Esau. Huko ni nchi ya Esau, yani Edom. Kwa hivyo walirudi nyuma wakaenda katika milima ile. Kulikuwa na majaribu mengi, kwa hivyo wamerudi mahali ambapo roho ya huyu Yakobo na jamii ya Esau hawako wamepatana kwa sababu ya mambo yaliyopita, wakati ambapo tulisoma katika kitabu cha Mwanzo 25 mambo yaliyotendeka 25 na 26 kati ya ndugu hawa wawili. Lakini Bwana alithibitisha akamwambia Rebeka kwamba kutakuwa na hili ndani ya watu, lakini sisi hatukuweza kuelewa hasa mataifa mawili ni nini. Sasa na pingamizi zote na hali ya baraka na kuinuliwa ni kati ya watoto hawa watatu. Tukisema wawili hawa ni Esau akiwa na ndugu yake Yakobo, na vile vile tunaona Ishmaeli anaingia kando kando kwa bali. Kwa hivyo unaona familia hizi vile zinapelekana, na ni vizuri wapenzi mwende mkiangalia vizuri sana. Na sasa wameambiwa waende katika milima katika nchi ya Esau waweze kupita kule, na basi Musa anatukumbusha, anatuambia ya kwamba anawaambia walizunguka kwa siku nyingi sana mahali pale kabla Bwana hajawanenea wafanye nini tena. Bwana ndipo alimwambia Musa, akamwambia mlivyouzunguka mlima huu vyatosha, geukeni upande wa kaskazini. Kwa hivyo Mungu aliwatokea akawaambia baada ya siku nyingi, ndipo aliwaambia ya kwamba sasa mumezunguka na imetosha. Kwa hivyo sasa jambo ambalo Mungu alitaka kuwafunza ama alitaka waliweke maanani kwa siku hizo, basi ilikuwa imetosha. Na ndipo Mungu akiwa roho wake akaingia kwa Musa akamwambia imetosha, sasa waondoke. Na wakaelekezwa mahali ambapo wataenda, wakaambiwa mtaenda kaskazini. Kwa hivyo wapenzi, unaona ya kwamba Mungu wakati anakuambia jambo hakuambii tu namna hii, anakuambia na kukuelekeza unatakiwa ufanye nini na unatakiwa uende kwa njia gani. Kwa hivyo wakati watu wanajiambia vile wataenda, hiyo ni yao, lakini Mungu akikuelekeza anakuelekeza kulingana na mapenzi yake na jinsi utakavyotenda kazi yake katika siku za usoni, zile ambazo hata wewe hujui. Kwa hivyo hawa waliweza kutii na wakaondoka wakaelekea upande huo wa kaskazini. Na unaona niliwaguzia wakati fulani juu ya kaskazini ni makao ya Bwana, ndipo Bwana anapofanyia kazi. Hata ndugu yetu huyu ambaye anaitwa Ayubu aliweza kumtafuta Mungu na akaona kaskazini ndiko aliweza kuona nguvu za Mungu zikitenda kazi. Kwa hivyo sasa ni kuonyesha ya kwamba sasa kuanzia sasa wamtarajie Mungu, waache kufikiria mambo yao. Nawe waagize hawa
watu uwaambie, mtapita kati ya mipaka ya ndugu zenu wana wa watu, uwaambie mtapita kati ya mipaka ya ndugu zenu wana wa Esau waketio Seya. Kwa hivyo Mungu anamwambia Musa, waambie watapita kati ya ndugu zao. Kwa nini amesema ndugu zao? Kwa sababu ya Yakobo na Esau. Hawa watu walikuwa ndugu, walizaliwa na mama mmoja ambaye ni Rebeka, na baba yao alikuwa Isaka. Kwa hivyo sasa ni damu, anawakumbusha hii damu ni moja, ni ile ile iliyotoka kwa Ibrahimu iliyobarikiwa. Kwa hivyo hata huyu Esau akiwa yupo njiani yenu na mnapita katika nchi yake, mjue ni wa damu yenu. Kwa hivyo kwa ile baraka ambaye iliahidiwa Abrahamu ya kwamba atabariki wanaombariki na atalaani wanaomlaani, vile vile inafanya kazi ndani ya Esau. Kwa hivyo wapenzi, nataka muangalie, hivyo ndivyo anawaambia ya kwamba watapita kati ya ndugu zao ambao ndio hao kina Esau pamoja, ambaye anaishi katika milima hii ya Seia, ambaye ni nchi aliyochukua. Kumbuka alipooa aliondoka nyumbani kule Shekemu na akaweza kuondoka alipopata wake wale alioa, pamoja na mke ambaye aliweza kuoa vile vile katika familia ya vile Bwana Isaka alivyotaka. Basi aliondoka na kwenda milimani ambako alienda kuishi na jamii yake, na nchi hiyo akajinyakulia. Na unakumbuka wakati Yakobo anatoka kwa Laban, alienda na kupitia nchi ile akirudi kule Shekemu, na basi akaweza kupatana na ndugu yake na vita havikuwepo. Ndipo Mungu anawakumbusha sasa ati watapita kati yao, na wanaambiwa nao watawaogopa. Hao watu watawaogopa, Edomu watawaogopa. Kwa nini? Kwa sababu familia ya Edomu ya Esau inajua ya kwamba hii familia ya Yakobo ilienda ikabarikiwa sana. Kwa hivyo wanajua wana Mungu, kuna jambo Mungu anatenda kwa ndugu yake huyu mdogo. Kwa hivyo sasa hiyo roho inatembea ndani yao na inawaambia ya kwamba watawaogopa. Mungu anawakumbusha watawaogopa, lakini basi jiangalieni nafsi zenu sana. Anawaambia nafsi zenu, your souls, muangalie sana, msije mkatoka katika hiyo amri ambayo nimewapa ya kwamba msiwadhuru hawa ndugu zenu, msitete nao. Yaani kuteta, msipiganie makelele, msitusiane, msikosanie heshima. Kwa hivyo wapenzi, wanaonywa kabla wakiwa kule ya Seia, kwa maana tawapa katika nchi yao kamwe hata kiasi cha kukanyaga unyayo wa mguu, kwa kuwa nimempa Esau milima ya Seia kuwa alivyoambiwa atabarikiwa. Hata hii damu ya mtoto wake ambaye ni Isaka, ambaye alizaa watoto hao wawili, Mungu anadhibiti, anasema ya kwamba hata Esau amebarikiwa. Kwa hivyo nchi aliyopewa hawa watoto wa Yakobo hawana ruksa ya kuchukua hata unyayo, yani wayo ni nyayo, yani feet, hawatakiwi hata wakikanyaga wasichukue. Na unajua siri ya wayo ni nini? Siri ya wayo, neno la Mungu linasema mahali popote utakapo kanyaga na wayo wako nitakupa. Lakini hapa anawaambia hata mkikanyaga huko tayari nimeshawapa hawa ambao ni ndugu zenu, ambao ni watoto wa Edom, ambao ni watoto wa Esau. Kwa hivyo unaona hata katika familia kuna mambo ambaye inagawiwa mashamba kati ya watoto walio katika boma, na baba yao akisema hapa ni kwa fulani, kwa mke wa huyu, ama huyu ni ndugu yako fulani atakuwa na hapa na mwingine hapa, haitakiwi ukachukua ya mwenzio, kwa sababu tayari imebarikiwa na amepewa kama milki yake. Hivyo ndivyo Bwana anatukumbusha ati ya kwamba neno lake halibadiliki, lile alilosema, na anasema akiwa ndani ya wale ambao wanamtumikia Baba. Anaposema jambo, hiyo ni urithi na inakuwa namna hiyo na haiwezi kuondolewa na yeyote. Ndivyo Mungu anatukumbusha wakati huu, anatuambia ya kwamba hiyo nchi ya Esau hawana ruksa, hata wakipita ndani yake wakanyage hata na unyayo wake wao, wakanyage, hawatapewa, kwa sababu tayari Mungu tayari amewapa wa uzao wa Esau. Kwa hivyo wapenzi, kitu kilichogawiwa wengine usiwe na tamaa ya kukichukua wewe, kwa sababu tayari
Neno lilinenwa na neno liko katika ulimwengu wa kiroho na linatenda kazi. Nunueni vyakula kwao kwa fedha mpate kula. Wanaambiwa hata wasitafute kupewa chakula bure. Hapana, wasiende kuchukua waseme ni ya ndugu yetu ama ni makazi ne zetu ambao. Hapana, wewe nunueni chakula na fedha, mtoe fedha mununue chakula ili mpate kula, na maji nayo nunueni kwao kwa fedha mpate kunywa. Kwa hivyo hakuna kitu ya bure kwa ndugu yako. Unapoenda usitaraji vitu vya bure, usitaraji upewe bure. Yeye amebarikiwa na wewe umebarikiwa kivyako. Uwe mtu wa haki, mtu ambaye unakula haki yako. Usiweze kuwa mtu wa kupenda kupewa. Hapana, tumia kile ulicho nacho ili uweze kupokea ama kununua kile unachohitaji. Usiwe mtu wa kuombaomba, kwa sababu inasemekana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu kama amekubariki, kwa nini upende vitu vya bure? Na Mungu mwenyewe aliwabariki namna gani watoto wa Esau, wa Yakobo? Aliwabariki kwa njia hii. Hao ndio walikuwa Misri, na wakati wanatoka Misri, Mungu alinena akawaambia ya kwamba wahodhi dhahabu na fedha na vingine na nguo vyote kutoka kwa Wamisri wabebe. Kwa hivyo alijua wana fedha, wanaye fedha, alijua wanaye, kwa sababu walitoka na utajiri mwingi sana kutoka kule Misri, na jangwani hakuna mahali walikuwa wakitumia hizi fedha. Hakuna mahali walitumia, ijapokuwa wakati moja tu walitumia vipuri walivyovaa na vingine ili kutengeneza ile sanamu ya ng'ombe ambaye ya ndama ambaye waliweza kuabudu kule jangwani, lakini hakuna mahali pengine tunapata ya kwamba walitumia. Kwa hivyo walikuwa na utajiri, na Mungu anajua utajiri gani ulio nao wewe. Kwa hivyo wakati anakuambia utende jambo ama utoe zaka ama kitu kingine ambacho anakuambia utende, ama kwa maskini ama kwa watoto ambao ni watoto ni mama wajane, na vile vile watoto ambao hawana wazazi, Mungu huwa anajua una nini. Kwa hivyo wapenzi, ndivyo anawaambia, nunueni vyakula kwa fedha mpate kula. Hamtatumia fedha zenu, basi msile. Kwa hivyo wapenzi, na wakaambiwa hata maji ya kunywa ili wawe hai ni lazima wanunue, kwa kuwa Bwana Mungu wako amekubarikia katika kazi yote ya mikono wako. Amejua ulivyotembea katika jangwa kubwa hili miaka 40 hii alikuwa nawe. Bwana Mungu wako hukukosa kitu. Kwa hivyo Mungu, ni pale nimewaambia, Mungu alijua kabisa ni nini walio nayo hawa wana wa Yakobo. Alijua wana kila kitu. Kwa hiyo miaka 40, unajua sasa wamekaribia pale, miaka 40 imekwisha, wanazunguka pale karibu kuingia nchi. Kwa hivyo wapenzi, Mungu anawaambia mumezunguka na hakuna kitu mlikosa. Kwa hivyo wapenzi, hata sisi tukiwa vile tulivyo sasa, Mungu anajua hakuna kitu tumekosa, ila sisi wenyewe tukitaka kujiingiza katika taabu, kwa sababu tayari Mungu ametubariki. Ndivyo anawaambia wana wa Yakobo, nasi tumekuwa hao kwa sababu tumekombolewa kwa damu na Roho wa Kristo kuwa ndani yao. Basi tukapita kando ya ndugu zetu wana wa Esau waketio Seiri katika njia ya Araba kutoka Airazi, na kutoka Esioni-Geber tukageuka kupita njia ya bara ya Moab. Kwa hivyo sasa walipita kule kati, walinunua maji, walinunua chakula, walikula vizuri, kwa sababu hatuelezi walikuwa na shida yoyote. Wale ndugu zao ingawa waliwaogopa, lakini waliwauzia chakula na maji vile vile, wakanywa na wakapita vizuri. Wakapitia njia ya Araba na kupitia pale kutoka Erathi mahali walipokuwa, na wakaelekea kupitia Esioni-Geber na kuelekea katika bara ya Moab, ambako walienda kutulia na kukaa mahali pale katika tambarare ile katika nchi ya Moabi. Basi walipofika Moabu, sasa mambo yametulia. Angalia, wamepitia katika nchi ya Edom ya Esau, na Mungu amewaambia wasipigane na ndugu zake, wasiwachokoze, wawe watulivu, lakini wanunue kila kitu ambacho watahitaji, chakula na maji. Kwa hivyo wapenzi, na neno la Mungu linatufunza nini? Linatufunza wakati wote ukiwa safarini, huwa unajibebea riziki yako kwa fedha ama kwa jambo lolote. Wakati mwingi, wakati watu wanasafiri, wanataraji pengine waende wapewe malazi, wapewe nini, wapewe chakula, na wana fedha. Bwana anatuambia ni vizuri kujitegemea, ni vizuri wakati wote huwa unajitegemea. Kwa mfano, wakati
mimi ninaondoka, pengine tunaenda safari mahali fulani na mke wangu, huwa kawaida tunapangilia tutakuwa na gari gani, tutaenda namna gani na tutalala namna gani tukitoka kule, kwa sababu hatutaki kusumbua wale watu kututafutia malazi na mambo kama yale. Kwa hivyo wapenzi, naongea nini? Naongea ni vizuri mtu wa Mungu kuwa na mpango ili aweze kuishi maisha mazuri, na sio maisha ya kulaumiwa na watu wa kusema alikuja hapa kutupeleka hasara, hana kitu anatoa, hata unga hawezi nunua. Hapana, kuwa jitegemea. Kwa hivyo, na utajua hata kuna dini zingine unajua wanajiita jitegemea. Unajua wale wametoka nchi ya Kenya wanajua jitegemea ni nani. Yani wewe mwenyewe ujiruzuku, ujiweze kwa mahitaji yako. Kwa hivyo wapenzi, tunaona ya kwamba walipofika katika pale Moab waliambiwa nini? Na vile vile msiwachokore wa Moab, yani msiwachokoze. Don't harass the Moabites. Kwa hivyo waliambiwa sasa, si mmetoka kule kwa Seir, kwa sehemu ya Edom, hao hamkuwachokoza, mlipita vizuri. Na tena Bwana anawaambia, na vile vile mnapoingia hapa Moabu, msichokore hawa watu, msiwachokoze. Mkae nao vizuri na mpite pale vile nitakavyowaeleza, kwa sababu mtakaa hapo kwa muda. Basi Bwana akaniambia, usiwasumbue wa Moabi, wala usishindane nao katika mapigano, kwa kuwa sitakupa katika nchi yake kuimiliki, kwa sababu Ari nimewapa wana wa Lutu kuimiliki. Wapenzi, angalia neno la Mungu, ni kweli kabisa. Unajua wakati ambapo Ibrahimu alikuwa anatoka Uru wa Kaldei na akawa amekaa pale Haran, baba yake akafa Tera na ndugu yake moja vile vile Haran akafa pale. Hapo ndipo Mungu alimuongelesha akamwambia, ondoka uende nchi nitakayokupa nami nitakubariki. Na alipoondoka alitoka na mtoto wa nduguye Haran ambaye anaitwa Lutu. Kwa hivyo alipoambatana naye, tunaona nini? Tunaona ya kwamba ijapokuwa hawakukubaliana sana njiani kwa sababu ya utajiri ule, Mungu aliongeza hata huyo kijana, kwa sababu Abrahamu akibarikiwa naye huyu kijana alibarikiwa. Na kuambia nini? Ukikaa katika uvuli wa mtu ambaye amebarikiwa, na wewe vile vile utabarikiwa. Lakini ukikaa nje ya mtu ambaye amebarikiwa na wewe hauingii ndani, wewe hauwezi kubarikiwa. Kwa hivyo wapenzi, unaona nini? Kuna watu wanaobarikiwa wanapoingia katika uvuli wa mteule wa Bwana. Na ndivyo unaona Lutu sasa alibarikiwa kwa sababu Ibrahimu alibarikiwa, lakini si yeye, si aliitwa, lakini kwa kukaa akiwa mtulivu na kumfuata. Kumbuka katika Mwanzo 14 unaona ya kwamba wakati alipigwa kule Sodoma na Gomora, wakati walipigwa na akashikwa mateka huyu Lutu na mali yake, Ibrahimu alipoambiwa alifanya nini? Aliondoka na maaskari yake na watu wake, akaenda akapigana, akaweza kumkomboa, kumtoa katika hali hiyo, na akaja na mali mengi sana. Ndipo alikutana na Mungu wakati ule, malaika wa Bwana Melkizedeki mwenyewe. Walipokutana naye katika hiyo sura ya 14, aliwabariki, kwa sababu hapo ndipo Ibrahimu alianza kutoa fungu la 10 ya yote aliyokuwa naye. Na baada ya hapo imekuwa namna hiyo, na alisema ya kwamba uzao wake huko katika mishipa, katika mifupa ya miguu yake. Kwa hivyo wote aliwatolea dhabihu hiyo, na kama alitutolea hiyo fungu la 10, ni juu yetu kufuatilia kufanya hivyo jinsi baba yetu alivyofanya. Na sasa ndio naona hapa, ndio maana na kurudisha hapa, anasema nchi hiyo. Kumbuka wakati Lutu aliondoka Sodom na Gomora katika kitabu cha Mwanzo 16, 15, 16, hapo ilipoadhiriwa na moto, yeye alienda katika milima ya Zoari, na alipofika milima ya Zoar alikaa kule na wasichana wake wawili, na wakaweza kupata watoto wale kupitia baba yao. Kwa hivyo wapenzi, nataka kukuambia nini? Nchi hiyo alipopata watoto, Mungu alimbarikia nchi hiyo. Ari, yani Ari ni nchi ya ambaye ni swamp, yani kuna maji tu, ni kama mnaweza sema kwa Kiingereza ya jiografia oasis, yani nchi ambaye kuna maji chini, ni mzuri tu, kuna mambo mazuri, watu wanaishi na hawana shida sana. Unajua wale wamesoma jiografia, mambo ya jangwa na jinsi oasis zilivyo, wanaelewa wanasema nini. Kwa hivyo wapenzi, ndio maana inaitwa Ari, nchi ambayo ina maji ambayo ni nchi nzuri, ambapo waliweza kuishi vizuri
na wakakaa vizuri. Ndipo Mungu anawaambia wana wa Esau, wana wa Yakobo, msijaribu kuwachokoza hao ati kwa sababu hiyo nchi ni nzuri mfikiri mnaweza kaa hapo. Hapana, nimewabarikia Lutu, nimembarikia kwa nchi hiyo. Na Lutu ndio nini? Watoto wake ndio nani? Ndio Moab wakiwa na Amoni. Kwa hivyo sasa Moabu amebarikiwa na ameimiliki hiyo nchi. Kwa hivyo mtu wa Mungu, hawa watu wa Yakobo hawatakiwi kuchukua hiyo nchi. Kwa hivyo wapenzi, Mungu akawa amewapa onyo hilo. Walioketi humo kale, yani wale walikaa katika nchi hiyo ya Ari kabla ya Lutu kuja mahali pale, walikuwa ni Waemi, ni watu wakubwa, wengi warefu, mfano wa Anaki. Waemi ni shawe ya Kiriathamu. Hawa Waemi waliishi mahali pale, ni wana wa Anaki. Wa Anaki ni watu wakubwa. Ukiangalia maandiko ya Mungu itakukumbusha hii katika Mwanzo 14 mstari wa 5 na vile vile Mwanzo Hesabu 13 mstari wa 22 na Kumbukumbu ya Torati 9 mstari wa 2 inakueleza juu ya hawa Anaki, watu wakubwa hao. Na hawa nao wanadhaniwa kuwa majitu kama Waanaki, lakini wa Moabi huwaita Waemi. Kwa hivyo watu, niyo ni historia unapewa fupi katika maandiko ya Mungu. Yani kabla haujarithi nchi yoyote, kabla haujapata hicho kiwanja ulicho nacho, kilikuwa na wenyewe. Na hiyo ni kukuonyesha nini? Mungu alitoa kwao, alitayarisha kwa sababu yako. Sasa umekirithi, ni chako. Ijapokuwa wale waliishi pale, ijapokuwa walikuwa pale kabla yako, lakini sasa Mungu amekupa wewe. Kwa hivyo ndipo unaona Lutu alipewa Ari, sehemu hiyo ambayo ilikuwa ni ya hawa watu walikuwa wakubwa, watu wa Emi, watu waliokuwa na nguvu sana. Unaona wanaambiwa ni watu warefu, na nafikiri ni uzao wa kina Goliathi, yani mbegu hiyo. Na ninafikiri na ninaona kulingana na maandiko, unaona ya kwamba katika Mwanzo 5 na 6 unaona kwa Anaki hawa watu wakubwa walihifiri, walikuja wakazaa watu wakubwa ambao ni wakubwa sana. Kwa hivyo wapenzi, ni giant. Kwa hivyo unaona mambo haya yanalingana. Ukienda ndani katika maandiko utaona mambo mengi sana yanakuvuta kujua kabla ya Abrahamu kubarikiwa kulikuwa na wengine, na hiyo inakulazimu kusoma historia ingine, alitolewa kati ya wengine, na unajiuliza na hao wengine walikuwa kina nani? Sasa hiyo ni mambo ambayo unatakiwa kujiuliza. Sisi tumekuwa taifa teule kwa sababu ya imani hiyo tulio nayo. Kwa hivyo wapenzi, sitaki kuingia upande huo, lakini nachangia tu katika dhana zako, akili zako, uanze kufikiria si wewe peke yako. Wakati Mungu amekuita, ujue umeitwa kati ya wengi, na kwa hivyo ni vizuri kudumu kwa Bwana, kwa sababu hata kuachilia na uzao wako hata usahau. Kwa hivyo alikumbuka Lutu. Na Wahori nao walikuwa wakikaa Seiri hapo kale. Wahori nao walikaa katika Seiri hapo kale, yaani nchi ya Esau. Kulikuwa na watu waliitwa Wahori lakini wana wa Esau waliofuata wakawaangamiza mbele yao, wakakaa badala yao, kama alivyofanya Israeli, nchi ya miliki yake iliyowapewa na Bwana. Kwa hivyo vile Mungu anaenda kupeana Kanani, ndivyo alitenda kwa Esau, akampa nchi, na kulikuwa na watu waliitwa Wahori. Kwa hivyo wapenzi, wakati unajua mambo haya, unaona taifa mbili hizi zimebarikiwa, ati ya kwamba Esau ni dunia na vile vile Yakobo ni taifa la Mungu, lakini wamebarikiwa. Esau anatarajia mambo ya pesa na mambo ya kujitafutia, lakini baraka za Mungu amepata. Naye huyu Yakobo anamtegemea Mungu kwa sababu ni mtu ambaye anakaa akiwa katika imani ya Mungu aweze kumtendea. Kwa hivyo kuna mambo mawili hapo, mambo ya kuamini katika kiroho, kumwamini Mungu kwa roho yako yote, na hali ya kuamini dunia hii ikupe hali yako, kwa sababu Mungu amekuweka katika dunia hiyo. Sasa basi anawaambia ondokeni sasa mkakivuke kijito cha Zeredi, yani Marshland ile iliyo mahali pale, nasi tukakivuka kile kijito cha Zeredi. Sasa wakaambiwa wavuke mahali pale, watoke katika mahali hapo Zeredi, waende ng'ambo yake. Na siku tulizokuwa tukienda kutoka Kedesh Benea hata tulipovuka kijito cha Zeredi zilikuwa ni miaka 38. Unaona, yaani wakati walipita mahali pale kuvuka hicho kijito cha Zeredi, mahali ambapo Mungu aliwasetiri,
akawaweka, ijapokuwa walikuwa jangwani, wakaweza kuendelea kuzaana na kuongezeka. Ilichukua miaka 38. Kwa hivyo maana hata walipokwisha kuangamizwa watu wa vita katika kati ya malago, kizazi chao chote kama walivyoapiwa na Bwana, yaani hata wale watu wote waliokuwa wazee, waliokuwa zaidi ya miaka 20 walipoangamizwa, kwa hiyo miaka 38 hao waliweza kusetiliwa, wale waliozaliwa na kuweza kuwa mahali pale siku ya leo katika malango, in the gate, ambapo zilikuwa za Kadesh Barnea, wakafika mahali pale. Wakati Mungu amesema atakubariki, anakubariki wewe, na zaidi ya yote kizazi chako kikidumu katika imani, watabarikiwa zaidi yako, kwa sababu wakati watakapokuwa, tuseme watoto wa watoto wangu ama wako, hao watabarikiwa zaidi, na hali ya maendeleo ya dhana na fikra itakuwa imeongezeka zaidi kuliko ilivyo. Ufunuo utakuwa mwingi, elimu itakuwa imeongezeka. Kwa hivyo baraka za Mungu zinaendelea zikiongezeka kila wakati. Kijito cha Zeredi hapo walikaa, yani the brook, hapo walikaa miaka mingi sana, miaka 38. Kwa hivyo ukisoma katika kitabu cha Hesabu 21 hapo kuanzia mstari wa 12 utaona vizuri ya kwamba hapo walikaa, na vile vile waliweza kupata maji ya kutosha, waliweza kupata chakula cha kutosha, waliweza kuishi vizuri, ili wakigojea kwenda kuingia katika nchi ya ahadi ambaye Mungu aliwaahidi. Tena mkono wa Bwana ulikuwa juu yao ili kuangamiza, kuwatoa kati ya marago hata walipokoma, hata walipokuwa wameleta shida, walipokuwa hawamwamini Mungu, walipokuwa tabia zao zimebadilika, wameingia katika hali ya dhambi ya mataifa. Mkono wa Mungu ulikuwa juu yao, kwa sababu hakutaka waishe ili ahadi yake itimie. Wakati ambapo Mungu amesema atakubariki, hata ukifanya na machachari namna gani, hatakuadhibu tu, lakini ataendelea kubariki, na wewe ukiondoka, kizazi chako kitaendelea kubarikiwa. Na ndivyo wana wa Israeli walivyotendewa tangu walipotoka Misri. Baba zao waliokuwa vichwa ngumu waliweza kuondolewa, na watoto wao wakaendelea kukaa katika neno ambalo liliahidiwa babu yao Abrahamu. Kwa hivyo sasa wanatoka, wako pale katika Moabi, na wameambiwa wasichokoze wa Moabi kabisa, kwa sababu ni uzao wa Lutu. Na sasa wakaambiwa waondoke waelekee, wanaelekea kaskazini tu, bado wanasongea kufika katika ile nchi. Basi wakaambiwa vile vile wakifika huko kwa Waamoni wasiweze vile vile kuwachokoza, yani do not harass the Ammonites. Basi ikawa walipokwisha angamizwa kwa kufa watu wote wa vita kati ya watu, yani kuangamizwa kwa vita ni Waisraeli ambao wanaangamizwa, wale ambao walipigana vita wakija miaka hiyo 38, wale walikataa kukaa na njia za Mungu, wale walikana Mungu, wale walifanya mambo mabaya, wote hao waliangamizwa jangwani, wakafa huko. Wakati walikufa, na unaambiwa nini hapo? Angalia watu ambao wangeweza kupigana, hiyo ni wanaume, sio wanawake. Wanawake walikufa vifo vyao vya kawaida, lakini waume ambao walikuwa ni vichwa ngumu. Unajua mume akiambia familia yake itaenda hivi, inakuwa namna hiyo. Lakini sasa unaona ya kwamba waliangamizwa wote waliokuwa kinyume na Mungu. Bwana aliniambia akasema, hivi leo ivuke ari mpaka Moabi. Na alipoambiwa avuke mpaka Moabi, wakati wote hao walikwisha. Na utakaposogea kuelekea wana wa Amoni, usiwasumbue wana wa Amoni, wala usishindane nao, kwa kuwa sitakupa katika nchi yao hao wana wa Amoni kuwa milki yako, kwa sababu nimewapa wana wa Lutu iwe milki yao. Hivyo ndivyo Mungu alitenda kama alivyotenda kwa Moabi, kwa sababu niliwaambia, mnakumbuka ni watoto wawili, na ni vizuri kukumbuka. Mtoto wa kwanza wa binti ya kwanza ya Lutu aliitwa Moab, na wa pili aliitwa Amoni kwa binti wa pili walipompa baba yao kileo katika Zoare. Kwa hivyo wapenzi, Mungu amesema hao wawili, ijapokuwa walizaliwa kwa njia hiyo, angalia vizuri sana uone Mungu ni Mungu wa haki. Mungu ana hukumu ya haki, anaangalia akibariki hata pakiwa pameingia jambo, kwa sababu unaona baba yao alilala na wasichana hawa, walifanya mpango huo. Watoto hawa wamezaliwa kwa njia ambaye ni tofauti, baba amezaa na watoto wake, lakini Mungu kwa sababu aliweka neno akasema atawabariki, atabariki yeye, anazidi kubariki uzao huo, kwa sababu watoto walikuwa hawana hatia,
hawakujua walivyozaliwa. Hiyo ilikuwa, na ndio Mungu anasema dhambi ya wazazi haitalipishwa watoto, na dhambi ya watoto haitalipishwa wazazi. Kwa hivyo wapenzi, neno la Mungu ni kweli na ni amina na linatenda kazi. Ndipo nchi hiyo inayodhaniwa kuwa ni nchi ya Warefai. Hapo kale Warefai walikuwa humo, lakini Waamoni huwaita Wazamzumi. Wazamzumi hao ndio anawaita hivyo. Warefai walikuwa kwa jina lao ni Refaimu. Hawa walikuwa ni wauzao hapa nitawaguzia kidogo, mniwie radhi kwa sababu ni vizuri niwaguzie tu, kwa sababu wakati neno la Mungu linakuja nataka muelewe kila kitu. Hawa Warefai wameelezwa sana katika kitabu ambacho tunaita Jerusalem Bible. Jerusalem Bible iko na vitabu vingi ambavyo haviko katika Biblia hii, ambavyo viliondoka na inatumika sana na Wakatoliki na wengine. Kuna ile kitabu inaitwa ya Judith. Huyu Judith ukisoma sura ya 8 mstari wa 1 ndio utaona ndio alikuwa na mzazi wa hawa wanaitwa Refaimu, yani kwa Kiswahili Warefai. Kwa hivyo walikuwa ni nyakati hizo za zamani, na wakati unasoma maandiko hayo, kwa sababu yako katika Biblia ninazo zote hapa. Kwa hivyo wapenzi, hawa Warefai wameandikwa sana katika kitabu cha Judith katika Jerusalem Bible. Kwa hivyo ama Biblia ile inayotumika na Wakatoliki, ile kubwa, ina vitabu vingi sana. Kwa hivyo sasa utaiona katika sura ya 8 ya Judith. Kwa hivyo wapenzi, na hao ndio waliitwa Wazamzumim. Hawa walikuwa ni watu ambao waliweza kupigwa, kuondolewa na hawa Waamoni. Yaani wakati walizaliwa, taifa hilo ni mpya la Amoni, limetokana na Lutu na binti zake. Sasa lazima wapate nchi ya kurithi, nao wakapewa nchi ile ambayo ilikuwa ni ya Warefai, ambao wanaitwa na Waamoni. Waamoni wanawaita Wazamzumi. Kwa hivyo sasa Mungu akapeana, na unaona sasa huyu Judith alikuwa nani? Alikuwa ni mama moja mrembo sana nyakati zile za zamani ya maandiko ya Mungu, ambaye alikuwa na imani kwa Mungu sana, na vile vile aliweza kuuawa na Holofernes, yani general mkuu wa vita, ambaye alikuwa anaongoza jeshi la Waaseria nyakati hizo. Na wakati aliuawa, imani yake ilikuwa kubwa sana, na hiyo unaweza fanya comparison hiyo, nakupa tu uangalie, uweze kufanya study zaidi, uone wakati ambapo Sisera ama anaonekana kana Hofera kutoka Asiria, ambapo wanapigana na kukimbia kutoka kwa Deborah na kukimbia na kukuta mama moja anaitwa Jaeli. Ukiangalia hiyo hadithi mbili unaona kuna mambo fulani, lakini sasa utaangalia vizuri. Kwa hivyo wapenzi, nakwambia ya kwamba hapo ndipo tunakumbushwa juu ya Refaimu, na ninakwambia kila neno katika Biblia lina maana yake, lazima uchunguze zaidi, na ningependa muweze kuwa na ufunuo zaidi wakati ninaendelea kwa Mungu kunisaidia kuwafunulia neno hili, tunaliona kwa undani na historia yake. Kwa hivyo wapenzi, nao ni watu wengi wakubwa. Hawa watu wa Refai ni watu wakubwa, walikuwa watu wakubwa warefu kama Waanaki, lakini Bwana aliwaangamiza mbele yao, akafuata wakakaa badala yao. Kwa hivyo Mungu aliwaondoa, akaweza kumpa watoto wa Lutu ambao ni Waamoni. Kwa hivyo wapenzi, wakati unakuja kujinyakulia nchi yoyote, wewe mahali unanisikiza siku ya leo, usidhani haina watu. Kuna watu wakubwa huko, kuna matajiri wakubwa huko, lakini mashamba hayo yaliyo ya hao ndio Mungu atawaondoa akupe wewe, kwa sababu umemwamini. Haijalishi ni watu wenye nguvu namna gani, na ndio tunakumbushwa walikuwa ni watu wenye nguvu, lakini kwa sababu ya taifa la Mungu aliwaondoa akawapa watu wake. Na hivyo hivyo ndivyo ameondoa hata watu wakubwa katika nchi za Uingereza, nchi zingine ambapo watu wetu wameenda, na amewapa hizo nchi. Hata hapa Marekani kulikuwa na wenyewe, nyumba mnazoishi zilikuwa na wenyewe watu wenye nguvu. Hamukujenga nyinyi, mumekuta zimejengwa, lakini Mungu amewapa. Hii ndio inaimanisha hivyo. Wakati una Mungu, wakati Mungu anakuchagua kutoka mahali fulani ya kupeleke mahali fulani, anaangalia maslahi yako yote. Kwa sababu gani? Ataondoa wengine, kwa sababu hapakuwa uchi, palikuwa na watu wanaishi pale, na ndipo Mungu anakupa. Kama vile alivyowafanyia wana wa Esau waliokaa Seiri, aliwaangamiza Waahori mbele yao, wakawafuata
wakakaa badala ya hao hata hivi leo. Hata leo wangali wanaishi huko. Wakati unaweza kuingia katika historia ya ndani, yani anthropology, ya kufuata mambo ya watu kabisa, uingie katika nchi ya Israeli, Jordan na nchi zilizo karibu pale, unaweza kuchunguza mambo haya na ukaweza kuyapata kwa undani sana, ambapo bado nachunguza katika vitabu fulani fulani, na unaona hawa wote utawaona, hata hawa wana wa Lutu utawaona, uzao huo ungalipo, kwa sababu ndio tunaona watu wanaishi. Hata wewe mwenyewe labda ni wa uzao, unaweza fikiria uzao wako ni wa kabila ulio nayo sasa, ama babu zako unaojua, lakini haujui hasa walikotoka, haujui hawa ni wa sehemu gani, haujui kama ulikuwa wa ukoo wa Lutu, haujui kama ulikuwa wa ukoo wa Esau, haujui kama ulikuwa wa ukoo wa Yakobo, haujui kama ulikuwa wa ukoo wa dunia, wale ambao hawakuwa katika teuzi la Mungu. Kwa hivyo kitu cha muhimu ni kwamba umemwamini Mungu. Hivyo ndivyo muhimu, na Mungu atakutekea nchi, atakupa sehemu yako. Na waadhi waliokuwa wakikaa katika vijiji mpaka Gaza waliangamizwa na Wakafutori waliotoka Kafutori na Hua wakakaa badala yao. Kwa hivyo vile vile waliondoa hawa watu wanaitwa Waadhi. Waadhi hasa wanaitwa nini? Wanaitwa Adhim. Hawa maadhimu walikuwa ni watu ambao walikuwa ni watu kienyeji, walikuja kutoka Palestine, na walipokuja kutoka Palestine katika jangwa la Uarabu waliweza kuja. Ukisoma katika Wafalme wa Pili 17 mstari wa 13 utaona walikuja na wakajaribu kukolonize, kuchukua mamlaka katika Israel. Kwa hivyo hawa ndio wanaitwa Waadhim. Hawa maadhimu ama Waadhi kwa Kiswahili, hao ndio waliishi sehemu hiyo, na Mungu aliwaondoa ili watu wake wakae kule, na wakarudi vile vile. Kukaja kabila lingine ambao wanaitwa Kafitori. Hawa Wakafitori kwa Kiingereza ndio kwa Kiebrania wanaonekana Kafotirim. Hawa walikuwa vile vile ni watu kutoka katika nchi ya Cyprus na nchi ya Misri, ambao ni Coptic. Wao ndio waliweza kuja na kuwa katika nchi ile, na hiyo ndio Mungu aliwaondoa akawapa Waamoni. Yaani ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 10 mstari wa 14 na vile vile katika Yeremia 47 mstari wa 4 na kitabu cha Amos 9 mstari wa 7 utaona mambo hayo ya Wakafitori hao vile walivyokuja na jinsi walivyofanya. Ukiweza kuingia katika maandiko kwa undani zaidi na kuangalia vitabu vya historia ya nchi hizo nyakati hizo. Kwa hivyo wapenzi, wameambiwa wasiguze kabisa nchi ya Amoni, na umeambiwa Mungu alinyang'anya nani? Alinyang'anya Wakafitori na akawanyang'anya Waadhi ili apee watoto wa Lutu ambao ni Waamoni. Kwa hivyo wapenzi, utaona ya kwamba Mungu ataondoa adui yako ili akupe, lakini ukikaa kama akili yako umelala, yaani kwa mfano wewe mlevi, wewe wakati wote, hata Mungu akija kukubariki umelala, akili zimechukuliwa na madawa ya kulevya na vinginevyo na tabia mbaya. Kwa hivyo utapitwa na baraka zako. Lakini ukikaa ukimsubiri Mungu, atakupigania na atakupa kile ambacho ni chako. Kwa hivyo sasa ikawa waende wakapiga mashariki, ushindi upande wa mashariki, yani Yordani. Kwa hivyo wapenzi, sasa wanaenda vita. Unaona, nataka uangalie wale watu wanahusika na Abrahamu kidamu. Mungu amewaficha na amesema wasipigane. Kwa hivyo familia hazitakiwi kupigana. Mkiwa watu wa damu moja, mkiwa watu ambao ni kabila moja, mumezaliwa na baba mmoja, babu na nini, hamtakiwi kuwa na vita. Ndio unaona maana watoto wote wametoka uzao wa Abrahamu, wakaja kwa Isaka, Yakobo na Esau, wameambiwa wasipigane. Na wale waliofuata watoto wa Lutu ambao ni Moabi wakiwa na Amoni, wameambiwa watoto wa Yakobo wasipigane nao. Na kwa hivyo hata watoto wa Esau, wa Seya, hawapigani nao. Kwa hivyo hao ni damu moja, wanakaa pamoja. Lakini siku hizi tamaa ya pesa na mambo mengi imeingia, ndugu na ndugu wanapigana. Hizo ni mbinu za shetani za kumaliza familia. Kwa hivyo wapenzi, tuangalie sana. Hata kama ndugu yako hampatani, kaa kando na unyamaze na usiwe mtu wa vita. Wacha ajenge kivyake na wewe ujenge kivyako. Kama ni dada yako vile vile, kwa sababu damu ni nzito kuliko maji, na Mungu ametuonyesha ya kwamba alikataza vita kati ya mandugu ama watu wa damu moja. Kwa hivyo wapenzi,
tunaona ya kwamba sasa wanaondoka, wanaenda kupigana upande wa mashariki wa Yordani. Ondokeni, mshike safari yenu, mvuke bonde ya Arnonite. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori, mfalme wa Heshbon, mkononi mwako, na nchi yake anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapigano. Sasa amewaambia hawa ni wale mataifa ambao Ibrahimu aliambiwa atapewa ile mataifa 10 ya nchi ile. Soma katika Mwanzo 15, alipewa hapo mstari wa mwisho katika hiyo chapter 15. Utaona ya kwamba kati ya makabila hayo kulikuwa na Waamori. Sasa wana wa Israeli wameambiwa, sasa hawa nimewapa mikononi mwenu, tayari nimepigana nao, nimewaweka chini ya mikono yenu, kwa hivyo msiogope, mwende muwapige, na hiyo nchi ninawapa, muanze kuimiliki mara moja. Hiyo ndio maana huyu Musa kabla hajafa alianza vita mahali hapale kuinyakua hiyo nchi ya Waamori, ili ipewe nani? Ruben, wakiwa na Gad, wakiwa vile vile na nusu ya Manase. Kwa hivyo wapenzi, wakaambiwa waende wapigane. Sasa hawa ni watu wa mataifa, wapigane nao. Na ndio pale nilikuguzia pale mbele, ukikumbuka nilikwambia Abrahamu alipoitwa kuna watu wa dunia waliobaki, wengine ni kama hawa Waamori na wengine ambao tutaenda tukiwaona. Basi hao ndio wanapigana na taifa la Mungu. Dunia ndio inapigana na watu wa Mungu, lakini watu wa Mungu wanatakiwa wawe na umoja. Halo, watu wa Mungu wanatakiwa wawe na umoja ili waweze kupigana na nguvu za watu wa dunia. Na ndio naona hivi Mungu ameunganisha taifa lake na amewaambia wasipigane, na sasa nawaambia sasa wanaweza pigana na hawa, na tayari amewapeana mikononi mwao. Hivyo ndivyo Mungu anafanya. Ametupa nchi yote na hawezi kutufanya tuweze kukosa hiyo nchi. Hivi leo mtaanza mimi kutia utisho wako na kuhofiwa kwako juu ya watu walio chini ya mbingu kila mahali, watakaosikia uvumi wako na kutetemeka na kuingiwa na uchungu kwa sababu yako. Kwa hivyo Mungu anaambia Israeli, sasa si tumemalizana na familia sasa watu walio mbele yako adui, nitawaweka uoga, nitawaweka kutetemeka, kutishwa, watatishika wakisikia mnakuja. Ndio pale kina Baraki waliita kina Balaam. Kwa hivyo sasa ni utisho, Mungu anatisha. Na ukisoma katika Deuteronomy hiyo 33 verse 27 utaona ya kwamba Mungu anasema adui zako nimekushikia, ndio hawa, na wewe wamalize. Kwa hivyo wapenzi, ndio hii Mungu anawaambia usiogope ndugu na dada unayenisikia, na ndugu unayenisikia siku ya leo, usiogope chochote. Mungu ametupa adui mikononi mwetu. Hakuna kitu kitatuzuia kupata kile Mungu anataka tupate katika nchi tunayokaa, uwe Australia, uwe Afrika, uwe wapi, mahali huko, kitu ambacho Mungu anataka kukupa atakupa, na amekupigania. Kwa hivyo vita si vyetu, vita ni vya Mungu, naye atatukabidhi. Lakini tuna sehemu yetu ya kufanya, si kuletewa tu mezani. Mungu anatuelekeza na kutufundisha, na anasema ya kwamba kwa uchungu huo wamekaa wakisikia tu neno lako, wakisikia wokovu wako mahali hapa, hawa huwa wanatetemeka sana. Nikatuma wajumbe kutoka bara ya Kedemoth kwenda na maneno ya amani kusema. Basi akatuma wajumbe Musa akatuma wajumbe kutoka Kedemoth, progressive ya Mungu, yaani kuelekea hatua za kuelekea kurithi utajiri wa kiungu, Kedemoth. Kwa hivyo akasema nilituma wajumbe waende na neno la amani, wakaambia wale watu tuna amani, hatutaki vita, tunataka kupita tu. Lakini si walikataa, nipishe katikati ya nchi yako na kwenda kwa njia ya barabara, sitageuka kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Anaomba Musa anaomba tukubalie tu tupite, hatutapigana. Kwa hivyo watu wa Mungu hawaingii kwa vita tu mara moja. Kwanza tuma ujumbe, waambie sisi tunapita tu, hatuna maneno na nyinyi, tunataka kupita tuende zetu sisi. Lakini sasa mfalme wa Sihoni huyu wa Amori, nawe uniuzie chakula za fedha zile, unipe na maji kwa fedha ninywe, na unipishe katikati kwa miguu yangu, hayo tu. Anamwambia nipe chakula tu nitanunua, nipe maji nitanunua, na ukubali tu tupite sisi twende zetu, kama walivyofanyia hao wana wa Esau waketio Seiri na hao wa Moabi waketio Ari, hata nivuke Yordani niingie nchi
tuliopewa na Bwana Mungu wetu. Tuachilie twende tukarithi kile Bwana ametuitia. Kwa hivyo sisi hatuna vita na wewe, hatuna harakati zote tunazotaka na wewe. Wewe kubali tupite, nasi tutanunua kila kitu. Ni adui anaambia namna hiyo watu ambao si wa jamii yao. Lakini Sihoni mfalme wa Heshbon hakutuacha kupitia kwake, kwa kuwa Bwana Mungu wako alimfanya mgumu roho yake, akamtia ukaidi moyoni mwake, apate mtia mkononi mwako kama alivyo hivi leo. Kwa hivyo huyu mfalme Sihoni alikataa, akasema hamwezi pita hapa, mtafute njia nyingine. Na hakuna njia nyingine ya karibu ya kwenda kurithi nchi ile ambaye Mungu amewaitia. Kwa hivyo ikawa nini? Mungu akampeana kwa mikono yao, kwa sababu alikuja vita. Kisha Bwana akaniambia, tazama, nimeanza kumtoa Sihoni na nchi yako mbele yako, anza kuimiliki upate kuirithi nchi yake. Kwa hivyo Mungu alimpigania, Mungu alipigania watu wake. Huyu ambaye anakuwa kichwa ngumu, hataki kupitisha watu wa Mungu waende wakachukue baraka zao, Mungu atamuondoa na atapea watu wake hata nchi hiyo hiyo yake. Ndipo Sihoni alipotutokea juu yetu, yeye na watu wake wote, kupigana huko Yahasa. Yahasa ni mahali panaitwa Jahaz, ama nchi ambaye ya matope matope, yani trodden inch. Mahali huko aliwakuta, akadhani atawamalizia pale mahali kuna majimaji, nchi majimaji trodden, yani akafikiri atawashinda huyu mfalme wa Sihoni. Lakini alipokuja tayari Mungu alikuwa amempeana na mambo yalikuwa tofauti. Bwana Mungu wetu akamtoa mbele yetu, tukampiga yeye na wanawe na watu wake wote. Mungu akapigana na sehemu yao Waisraeli wakawapiga na wanawake wote, kwa sababu walitiwa nguvu za Mungu ndani yao, na Mungu alikuwa amepeleka roho ya kuwaogovya na kuwafanya waogope kabisa. Tukatoa miji yake yote. Wakati huo tukaharibu kabisa kila mji uliokuwa na watu, pamoja na wanawake na wadogo, tusimsanze hata mmoja. Kwa hivyo waliua wote, wakaua mpaka watoto wadogo. Hapo ambapo unasikia wanawake ni wana wake, watoto wote wa Sihoni wa kiume wote walimalizwa, hata na wale wadogo wote waliuawa. Mbegu yake yote ikamalizwa kabisa, ila ng'ombe zao tuliwatoa kuwa mawindo yetu, pamoja na nyara za miji tuliyoitoa. Kwa hivyo walichukua miji, wakamaliza familia zote, wanawake, wana, waume, nini, wakamaliza wote mpaka wadogo. Wakachukua mali yote iliyokuwa pale, kwa sababu bado wanaongeza utajiri, wanaenda kurithi nchi na lazima wawe na utajiri. Kwa hivyo wakati Mungu anakubariki, kuna vitu tutachukua kwa watu hawa. Kwa sababu gani? Tutafanya kazi, tupewe pesa zao, dola na zingine na mashilingi na yen na zingine zote, ili tuweze kuirithi nchi tukiwa na utajiri. Basi kutoka Aroeri iliyo katika ukingo wa bonde la Arnon, nakumbuka Yesu alikuwa akibatizana huko Arnon, na huo mji ulio ndani ya bonde mpaka kufika Gileadi, hapakuwa na mji uliokuwa mrefu kutushinda. Bwana Mungu wetu aliiweka wazi mbele yetu, ila nchi ya wana wa Amoni hatukuisogelea. Kwa hivyo wapenzi, nchi yote iliyokuwa mbele yao sasa kwenda kufikia Yordani, sasa katika bonde la Gileadi ya Mashiri huko, sasa Mungu amewapa yote, imekuwa yao, na sasa hakuna kitu kiliwazuia. Na hiyo nchi ndio ilipewa Ruben na ndugu yake Gad, wakiwa pamoja na nusu ya Manase, upande wote wa mto wa Yabok na miji ya nchi ile ya milimani, wa kila mahali alipo tukataza Bwana Mungu wetu. Kwa hivyo nchi ile Mungu aliwakataza hawakuguza, lakini ile Mungu aliwakubalia, hata hapa mto wa Jabok waliweza kujinyakulia na kuchukua. Unajua nini kuhusu mto wa Jabok? Mto wa Jabok ni mto unaotiririka, ambao ni sehemu ya mto unaojaza katika mto wa Yordani. Na unakumbuka Jabok, hapo ndipo Yakobo alikutana na Mungu na akaweza kubarikiwa, akabadilishwa jina lake kutoka Yakobo akaitwa Israeli. Kwa hivyo wapenzi, kwa leo tutakoma hapo. Unaona, wamenyakua nchi, wamepata nchi yote ya hawa wa Sihoni, na sasa tayari
hii ndiyo nchi watakayorithi kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo Mungu awabariki sana, azidi kuwatendea mema, wacha wema wake na nguvu zake na upendo wa kipekee tuweze kukutana nao ukuweke mpaka juma lijao. Kwa hivyo Mungu awabariki, tutakoma hapo kwa leo na Mungu awe pamoja nanyi.